kwa kuwa mchanga wake uliomtengeneza baba yenu umetoka maeneo mbalimbali. Nyie Wazaramo mnajua udongo wa kwenu, na sisi Wandengereko tunajua, na wa Makonde, manake lile dongo la kwetu limetofautiana rangi Sasa kwa sababu limetofautiana na mchanganyo mmoja, ina maana yale material yaliyomtengeneza Adamu yalikuwa yana rangi tofauti. Akawaambia Bwana Mtume, fajaa banu adama ala qadri al-ardi. Zahmidi TV. ربنا زدنا علما وارزقنا فهم النبيين وفصاحة المرسلين وعبرة المتقين وإلهام ملائكتك المقربين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Miongoni mwa alama za uweza wake Allah, miongoni mwa alama za uwepo wake Allah, an khalaqakum min turabi, kuwaumbeni ninyi munaotembea, munazungumza, munaona, munasikia, muna nguvu, muna kukuumbeni kwa kutumia mchanga. Hilo peke yake la tosha kuona alama ya uwepo wake na nguvu zake. Tupo utotoni tuliocheza mchezo ule wa udongo, tupo. Kama haupo wewe basi imekupita hiyo. Tumecheza mchezo wa udongo, unatengeneza mtu kwa udongo, unatengeneza gari, ndege, nyumba kwa udongo. Lakini mtu yule tuliyemtengeneza sisi hakuweza kutembea, kuona, kusikia, kunusa wala kusema. Lakini Rabbul Izzati wal Jalal amemtengeneza mwanadamu kutokana na turab na dongo. Mwanadamu huyo akaweza kusema, kusikia, kunusa, kuona na nguvu za kubeba mizigo na mishuari mbalimbali, harakati. Bali ikafika wakati akajiona yeye ndiyo kila kitu. Lakini huyu ameumbwa kwa udongo tu. Allah anasema itoshe kwenu, kama ni ahlul ibra wat tafkir, itoshe kwenu kuona hiyo ni alama ya uwepo wake, kama ambavyo ni alama ya uweza wake. Tosheka na hilo. Alafu rejea katika Musnad ya Imamu Ahmad, katika Sunani Tirmidhi, kama ilivyokuja pia katika Sunani Abi Daud, hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari. Asema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mara moja alituambia, inna Allah ta'ala khalaqa Adama min qabdatin qabadaha min jami'i al-ardi. Fajaa banu Adama ala qadri al-ardi minhum al-abyadu wal-ahmaru wal-aswadu wa bayna dhalika wal-khabithu wat-tayyibu was-sahlu wal-haznu wa bayna dhalika. Abu Musa al-Ash'ari anasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam mara moja alituambia, hakika Mwenyezi Mungu alimuumba baba yenu Adamu kutokana na tonge moja tu la mchanganyo wa udongo. Tonge moja tu la mchanganyo
wa udongo. Tonge hilo qabadhaha min jami'il ardi, aliliteka kutoka katika eneo lote la ardhi, pale 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 pale, akamiksi, likapatikana tonge moja. Huyo ndio abuna abul bashar Adamu alayhi salatu wassalam. Sasa Mtume akawaambia, kwa kuwa mchanga wake uliomtengeneza baba yenu umetoka maeneo mbalimbali. Nyie Wazaramo mnajua udongo wa kwenu, na sisi Wandengereko tunajua, na wa Makonde, manake lile dongo la kwetu limetofautiana rangi Sasa kwa sababu limetofautiana na mchanganyo mmoja, ina maana yale material yaliyomtengeneza Adamu yalikuwa yana rangi tofauti. Akawaambia Bwana Mtume, fajaa banu adama ala qadri al-ardi. Ndio unaona kizazi cha Adamu kimekuja kulingana na hali ya ardhi. Minhumul abyadu wal ahmaru wal aswadu wa baina dhalika. Hao watoto wa Adamu unawapata weupe, unawapata weupe, si weupe wekundu kama Wataliani. Alafu wanapatikana akina sisi, rangi nyeusi. Na wale wasiojitambua wanakubali idhlali tunayodhalilishwa na watu, kwamba sisi ni baulul qirdi, mkojo wa nyani. Zahmidi TV.